sisi ni wakati muafaka baada ya kufunga 8/8. Haya ni maelekezo wanatoa sasa mkuu wa mkoa miwili, kwamba tunapofunga 8/8 watumishi wetu mnaolipwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hamieni vijijini, hamieni kwenye kata zetu. Ukikuta watu wanacheza kwenye mnada wa ng'ombe, wewe bwana mifugo ukifika pale utakuwa na tija kuzungumza, maana utakutana na watu wenye ng'ombe. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nami niungane nawe pamoja na viongozi waliotangulia kuwapongeza sana NMB kwa kazi kubwa wanaendelea kuifanya. Meneja NMB Kanda Magharibi, unaupiga mwingi na tumepita kwenye banda lako pale, unafanya kazi ya kizalendo. Mimi na Mkuu wa Mkoa leo tumepata elimu kupitia nyinyi jinsi ambavyo mnaweza kuwafikia wakulima kwa ile mikopo ya matrekta, na umesema unalipa 10%. Mnajiridhisha kama ana kiwango cha hekari kadhaa, mnampatia mkopo, mnampatia elimu. Lakini tuongezee hapo kwamba lazima sasa muendelee kutoa elimu hii, lakini muendelee, msiache tu baada ya kumkopesha, mumfuatilie mkulima huyu ili alete tija na awe mfano kwa wengine. Mimi na Mkuu wa Mkoa Mheshimiwa Siro tumekuwa wateja wenu kuanzia sasa, na tutafuatilia masekta haya ili akalete tija kwa wakulima wetu. Endelea kupiga kazi hii ili kuwafikia wananchi na kurejesha tabasamu kwa Tanzania, kama ambavyo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akituasa nyakati zote. Ndugu wananchi, maonesho ya 8/8 yanafanyika yakiwa ni sehemu kuadhimisha na kutambua mchango wa wakulima, wafugaji na wavuvi katika maendeleo endelevu ya kukuza uchumi nchini Tanzania. Ndiyo maana tumeendelea kuyaadhimisha tangu yalipoasisiwa mwaka 1960. Maonesho haya yamekuwa jukwaa muhimu kuhamasisha mabadiliko ya sekta ya uzalishaji kupitia teknolojia, elimu na ubunifu unaowafikia wakulima, wafugaji na wadau wa kilimo katika maeneo yao. Kimsingi, maonyesho ya wakulima huchochea ushirikiano wa karibu kati ya wakulima, wafugaji, wajasiriamali na taasisi za kifedha. Kwa kuzingatia maelezo na umuhimu wa 8/8 niliyousema, nina imani kwamba kupitia maonesho haya wakulima, wafugaji, wavuvi na wadau wengine wote mmepata fursa ya kujifunza, kushirikishana uzoefu na kushuhudia mbinu mbalimbali za uzalishaji, teknolojia rahisi kwa wakulima katika uzalishaji wa mazao ya kilimo, mifugo, usindikaji, ujasiriamali na masoko. Tuyatumie yote haya kuandaa kesho yetu iliyo imara na endelevu katika uzalishaji bora na wenye tija kwa wakulima, kuja kwa wafugaji, kuja kwa wafugaji nyuki, ili muweze kutoa elimu ili wananchi wetu ujue muhimu wa kuja kukopa. Maana huwezi kufanya maendeleo yote, huwezi kuwa na biashara kubwa bila kukopa. Kwa hiyo naombe sana wenzetu mabenki ambao hawakuwa kwenye maonyesho haya watusaidie. Najua Mheshimiwa Naibu Waziri ataeleza, lakini mimi kama mkuu wa mikoa miwili ni lazima nina nafasi ya kueleza hili jambo, halileti tija sana. Lakini la tatu, imesaidia kukuza fursa za masoko ambapo wazalishaji na wafanyabiashara wamepata nafasi ya kuongeza na kutangaza bidhaa zao, kujenga mahusiano ya kibiashara na kutafuta masoko mapya. Lakini na 4, Mheshimiwa Naibu Waziri, kuhamasisha uongezaji thamani wa mazao ya kilimo, mifugo na bidhaa za uvuvi kupitia usindikaji, ufungashaji na ubunifu wa bidhaa. Nafikiri mwenyewe umeona kwa kweli vifungashio vyetu vimekuwa na improvement kubwa sana. Lakini la 5, kutangaza fursa za uwekezaji katika kanda ya Magharibi, hususan katika kilimo, ufugaji, usindikaji na biashara za mazao. Na mimi nilikuona, kwa sababu najua ni mfugaji, ulikuwa kuna vitu Mheshimiwa Naibu Waziri ulikuwa unaangalia, unajiuliza. Na mimi ni mfugaji pia na ni mkulima, lakini kuna kitu nimejifunza kupitia maonyesho haya. Kwa mara ya kwanza, Mheshimiwa Naibu Waziri, kanda ya Magharibi imetoa mshindi wa pili kitaifa kwenye kundi la ufugaji. Mshindi huyu anaitwa Pasco Saidi Bilolela, naomba tumpigie makofi, ambaye ni mfugaji kutoka manispaa ya Tabora, na kwa sasa yuko jijini Dodoma katika viwanja vya maonyesho ya 8/8 vya Daktari John Maichela kwa ajili ya kupokea zawadi ya ushindi. Aidha, kutokana na mapenzi makubwa ya Mheshimiwa Rais wetu kwa wananchi na upendo tulionao sisi viongozi wa mikoa miwili, hili nafikiri linakuja tuko kama kuchombeza, lakini Mheshimiwa Naibu Waziri, kama nilikuwa na kunong'ona zetu, tunapokuwa tunamaliza haya maonyesho yanapofungwa, sisi wakubwa tunakwenda kupata riziki, lakini nikasema hapana,
tunapokwenda kujifungia kupata chochote, basi wananchi wetu nao wapate chochote. Kwa hiyo naomba tumpigie makofi naibu waziri kwa kukubaliana hii. Kwa hiyo niwaombe sana msije mkaondoka bila kupata chochote, na kama mtaona mjapata chochote, kuna mapungufu, tupate taarifa ili wakati mwingine tuweze kujiandaa vizuri. Makofi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi anavyoendelea kuifungua kanda yetu kiuchumi kupitia miradi kadhaa ya kiuchumi iliyojengwa na inaendelea kujengwa. Tunampongeza sana kwenye swala la miundombinu, ujenzi wa barabara, ujenzi wa sijara, meli na viwanja vya ndege. Kwa kweli tumepata fedha nyingi sana na ameona umuhimu kwa kweli wa kanda magharibi. Na nikuhakikishie Mheshimiwa Naibu Waziri, sisi tuna soko la kutosha. Ukizungumzia Kigoma, manake ni lango la uchumi. Sasa hivi ni lango la tija ya kiuchumi, la kibiashara. Sio mwisho wa leli kama ilivyokuwa zamani. Sisi tuko vizuri sana, kwa sababu wenzetu Kongo wanatusubiri sisi, wenzetu Rwanda, Zambia, Burundi. Kwa hiyo kuna wakati nilikuwa nasema mambo yote sasa ni Kigoma, mambo yote ni Tabora. Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, mikakati yetu katika kanda ni kuhakikisha tunatumia fursa hizi na pia maonyesho haya ili kukuza sekta zetu za kilimo, mifugo, uvuvi na nyuki katika mikoa yetu ili ziweze kuendana na dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2025. Mgeni rasmi, viongozi, wananchi, maonyesho haya yamefanikishwa kupitia michango ya wadau mbalimbali kutoka serikali na sekta binafsi. Naomba nitumie fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza sana kwa kufanikisha maonyesho haya. Kipekee napenda kumshukuru mdhamini wa maonyesho ya 8 2026 kanda magharibi, ambaye ni ndugu yetu na rafiki yetu NMB. Udhamini wako ni sehemu ya mafanikio ya maadhimisho haya. Tunakushukuru sana ndugu yangu, isiwe mara ya mwisho. Siku nyingine tukija tukapiga hodi, wewe wajasema you are among the smart partners. Nakushukuru sana. Mheshimiwa Waziri, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, naomba baada ya kufunga maonyesho haya sasa 8 zihamie vijijini, zihamie kwenye kata zetu. Huko ndiko kwenye wakulima, huko ndiko kwenye wafugaji, huko ndiko kwenye wavuvi. Wataalamu wetu ni lazima wajue, mara nyingi wananchi wetu wanakuwa hawapendi kuja ofisini kwetu. Wengine wanashindwa kuja kwa sababu ya umbali. Sisi ni wakati muafaka baada ya kufunga 8. Haya ni maelekezo anatoa sasa mkuu wa mkoa miwili, kwamba tunapofunga 8, watumishi wetu mnaolipwa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hamieni vijijini, hamieni kwenye kata zetu. Ukikuta watu wanacheza kwenye mnada wa ng'ombe, wewe bwana mifugo, ukifika pale utakuwa na tija kuzungumza, maana utakutana na watu wenye ng'ombe. Ukuta watu wanaosha ng'ombe wao, ukienda bwana mifugo, kuna kitu utaongeza tija. Utawaambia bwana, hii dawa sio sawa sawa. Ukuta mtu yuko shambani kwenye majaruba ya mpunga, wewe ni bwana shamba, utamwambia hii haijakaa vizuri, fanya 1 2 3. Kwa kufanya hivyo, hata siku unahama bwana shamba, hata siku unahama bwana mifugo, utaacha alama, wa Tanzania watakukumbuka. Lakini kwa kukaa ofisini hatutakukumbuka, kwa sababu kukaa ofisini, kwani wewe ni wangapi mpita katika hiyo ofisi? La msingi, toka nenda kahudumia wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Niwaombe pia mabenki, kama nilivyosema, mabenki tunahitaji sana kutusaidia ili tuweze kukopa na tuweze kuzalisha zaidi.